Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe DML Digital ili kuendelea kupata ripoti zetu zote. Asante. Silaha, mauaji na vurugu. Dkt. Makame afichua ukweli mzito wa matukio ya Oktoba 29. Mbunge wa Bunge la Afrika Mashariki, Dkt. Abdalla Makame, ametoa kauli nzito kuhusu matukio ya Oktoba 29, akibainisha kuwa watu waliohusika na vurugu na mauaji siku hiyo walikuwa wamejihami kwa silaha na walishiriki moja kwa moja kuvamia vituo vya polisi, kuua raia wenzao na kuharibu mali za umma. Akizungumza kupitia kipindi cha Medani Kuu Live kinachorushwa kutoka Zanzibar, Dkt. Makame alisema kuwa ukweli wa tukio hilo unaendelea kufichuliwa, huku akisisitiza kuwa waliotekeleza vitendo hivyo hawakuwa waandamanaji wa kawaida, bali ni watu waliopanga njama na kujihami kwa silaha, hali inayoashiria uwepo wa mpango wa kihalifu. Waliofanya mauaji, kuvamia vituo vya polisi, kuchoma maduka na kuharibu mali za watu walikuwa na silaha. Hawa si raia wa kawaida na hadi sasa bado haijafahamika walikuwa ni nani hasa, alisema Dkt. Makame. Alisisitiza umuhimu wa vyombo vya usalama kuendeleza uchunguzi wa kina ili kuwabaini wote waliohusika na kuwachukulia hatua za kisheria. Aidha, alieleza kuwa bado kuna hali ya sintofahamu kutokana na ukweli kwamba baadhi ya wahusika wa mauaji hayo hawajatambulika hadi sasa. Dkt. Makame pia aliitaka jamii kutenganisha kati ya watu waliokusudia kufanya maandamano ya amani na wale walioingia kwa nia ovu ya kufanya uhalifu na kuharibu taswira ya tukio zima. Alionya dhidi ya kuhukumu watu wote kwa pamoja bila ushahidi, akisisitiza kuwa haki inapaswa kutolewa kwa kila mmoja kwa mujibu wa sheria. Aidha, ametoa wito kwa viongozi wa kisiasa, asasi za kiraia na wananchi kwa ujumla kushirikiana katika kufanikisha uchunguzi huru, wa wazi na wa haki kuhusu yaliyojiri Oktoba 29 ili ukweli kamili ubainike na hatua stahiki zichukuliwe. Kauli ya Dkt. Makame inakuja wakati mjadala kuhusu matukio ya Oktoba 29 ukiendelea kushika kasi nchini, huku baadhi ya viongozi na makundi ya kijamii yakisisitiza kufanyika kwa uchunguzi wa kina ili kufahamu kwa uwazi wahusika, nia zao na chanzo halisi cha vurugu hizo. Asante kwa kuwa nasi bega kwa bega mwanzo hadi mwisho wa habari hii. Nikutakia wakati mwema. Bye bye.